kulikuwa na hasara kubwa kwenye mechi kuendelea kuchezwa, kulikuwa ni kuahirishwa. Okay. Wewe kama mchambuzi mbobezi na mshauri vile vile wa masuala ya mpira wa miguu, unahisi nini kifanyike mpira wetu uweze kusonga mbele kwa matukio kama haya, ifike muda yani kuwa kuna ukomo? No, so far tunafanya vizuri, lakini nafikiri tunapaswa kuweka mkazo kwenye kanuni. Yes, kwa sababu ziko kanuni ambazo unaona kabisa zinatoa mwanya kwa watu kuweza kuzibendi. Umeelewa? So nafikiri ni jambo la kawaida. Kama kuna kanuni ambayo inalega, tukaenda kwenye msimu mwingine, kanuni zinarekebishwa, zinaongezwa uzito. So nafikiri hivyo ni vitu vya kufanyika. Sio? Na nategemea kama vitafanyika. Yeah, lakini so far as it is, bodi wamefanya maamuzi bora mchezo kutoendelea kuchezwa. Tofauti na bodi kufanya maamuzi bora, wewe kama neutral mzee wa Jambia, nani aliyezingua tuseme katika Simba na Yanga? Wote wamezingua. Wote wamezingua. Maoni yako? Wote wamezingua. Yaani wote wamezingua. Yaani mimi ukiniuliza nani kazingua, wote wamezingua. Is it? Wote wamezingua. Yanga wamezingua kwa sababu ilikuwa ni issue ya kanuni kuwazuia Simba kwenda kiwanjani. Haikuwa sahihi. Sio? Kuna ile kwamba wao walipaswa kuwapa taarifa and all that. Hapana. Kanuni zipo. Sio? Yani hatuwezi kuwalaumu Simba kwa kutaka kutekeleza kanuni. Kutrain kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi ni jambo la kanuni. Kuna watu wengine unasikia wanasema yani kutrain tu dakika hiyo nusu saa, saa moja, Simba wamefanya mazoezi siku zote. Hawa ni watu ambao hawajui mpira, hawajui sayansi ya mpira. Hili jambo ni la kitaalamu na ndio maana limewekwa kwenye kanuni kwamba lazima utrain siku moja kabla ya mechi. Na mind you, Simba baada ya kuzuiwa kuingia kutrain, maana Simba angeweza kukaa masaa 50 mpaka kuelekea kwenye mechi bila kufanya mazoezi. Unajua athari ya hiyo kwenye miili ya wachezaji? Kukaa masaa 50 unakwenda kucheza mechi huja train. Unaelewa? Kwa hiyo Yanga walikosea, lakini Simba nao kusema tu kwamba hatuendi kucheza mechi, na wenyewe walikosea kwa sababu hakuna kanuni yote ambayo ina guide kwamba ukisha nyimwa kiwanja cha mazoezi ususie mechi. Sio? Hiyo kanuni haipo. Kwa hiyo wote walikosea. Kwa Simba hii ambayo leo umeiona katika mchezo wa CRDB, wanasema wako tayari dabi ichezwe. Unaiona wewe kwa macho yako, mtazamo wako, mechi umeweza kuiona, ni kweli wako tayari dhidi ya Yanga? Ukiangalia mechi ya leo Simba alikuwa anafanya experiment, kuna wachezaji ambao wapata nafasi, wanapewa nafasi. Mwalimu kuna vitu vipya unaona alikuwa anajaribu. Kuna muda nilikuwa naona ma center back watatu, Kapombe, Kagoma na nani yule Nauma. Valentin Nauma. Masenta back hao sasa, hao ni watu ambao basically watu waoni kwenye sehemu ya masenta back wa Simba. Sio? Lakini mwalimu leo amejaribu. Kwa hiyo ni aina ya mechi ambayo unaruhusiwa kujaribu vitu. Ndio ambacho sasa nilikuwa nakiona. Yeah. Hivi. Okay, labda la mwisho. Maoni yako labda kwa tarehe nyingine kipangwa kwa dabi kuchezwa kulingana na mpasuko uliotokea, na hisi labda hiyo mechi inaweza ikachezwa au lolote inaweza katokea? Mechi lazima ichezwe. Yaani wewe achana na maneno ya wehu huko wanakuambia eti hii mechi sio haitochezwa, hii mechi lazima itachezwa. Lakini Yanga ametoa tamko. Nakwambiaje, nisikilize mimi, hii mechi itachezwa. Kabisa. Mechi inachezwa. Yaani mechi inachezwa. Okay, labda mechi inachezwa. Sawa, ni dabi ya 13 kwa takwimu imeahirishwa, si ndio? Je, unahisi labda kama uongozi ulikuwa na vitu vingi sana vya kujifunza? Uongozi gani? Uongozi, bodi ya ligi inamaanisha. Maana yake dabi ya 13 imeahirishwa, si ndio? Ikiwa inamaanisha kwamba ya kwanza kuna changamoto, ya pili kuna changamoto, hadi 13 hapo waone kuna kitu ambacho bado hasifahamu. Of course, kila siku ni nafasi ya kulearn. Kila siku inatoa nafasi ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo kama board
situation kama ikitokea ni nafasi ya kujifunza na kuandaa mazingira ya kuwa bora zaidi next time. Sio, the issue ni kwamba lazima tuandae mazingira ambacho kimetokea kisitokee tena. Sio, maana kama kuna sehemu kanuni zinalega, lazima ni kuboresha zaidi kanuni, tuwe na kanuni bora zaidi za kuzuia haya mazingira ambayo yametokea yasitokee tena baadaye. Unacheza kwa mchezo huo Ruma inapoteza ladha ya ile dabi ya soka Tanzania, lakini pia ligi kwa ujumla. Ladha ya ligi na dabi. No, dabi unajua dabi ina umaalum wake. Is it? Yeah. Kwa hiyo sioni kama kuahirishwa labda inaweza ikashusha ladha ya ule mchezo, bado itaendelea kuwa pale kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimefanya hii dabi imekuwa hapa iliko, imekuwa ni famous barani Afrika. Kwa hiyo bado ladha yake itaendelea kuwa pale. Nikurejesha kwenye taarifa ile ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, kwa namna ambavyo uliipitia ya bodi ile ya saa 7 kuahirisha mchezo. Kipi ambacho umeondoka nacho na pengine wapi walikuwa sahihi, wapi watu walikosea kwa timu zote mbili? Wewe ulikuwa haupo wakati nasema. Wengine tunachelewa faida sisi ambao tunachelewa. Kwa sababu hayo nimeshayasema hapa. Kwa hiyo wewe tumechelewa. Sasa watakuja wengine wataniambia watauliza hili swali watasema wao wamechelewa. Umeelewa? Tuirejee barua. Sitafuta material. Nimesema hivi. Mimi kama mzee wa Jambia, ukiniuliza nani amekosea, sio, nitakwambia wote wamekosea. Is it? Yes. Nitakwambia wote wamekosea. Simba wamekosea kuizuia, Yanga wamekosea kuwazuia Yanga, kuwazuia Simba kwenda kutekeleza takwa la kikanuni ya timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja halisi wa mchezo kabla ya mechi. Umeelewa? Achana na issue kwamba walipaswa kuwaambia and that. Hiyo issue ya kuambia kikanuni haipo. Umeelewa? Hiyo issue ya kuambia kikanuni haipo. Okay, tufanye kweli hamjaambiwa. Sio? Lakini Simba wametoka Bunju wako pale. Basi la Simba limekaa mlangoni pale masaa 2. Si ndio? Si wapo? Ilikosekana solution. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga walikosea. Umeelewa? Simba na wenyewe sehemu ambayo wamekosea ni kwa sababu haiwezi tukua kwamba mmenyimwa kiwanja cha kufanyia mazoezi, si ndio? Au mmenyimwa nafasi ya kufanya mazoezi, maamuzi yakawa ni mechi kuahirishwa. Unaelewa? Bado nafikiri Simba walikuwa na nafasi ya kufanya better zaidi, pamoja na assessment, pamoja na kila kitu ambacho wao wanakizungumza, si ndio? Kwamba timu ingekuwa na nafasi ya kutrain masaa 50 mpaka kuelekea kwenye mchezo. Unaelewa? Wachezaji wamekaa muda mrefu kwenye basi na kila kitu. Bado walikuwa na nafasi ya kutazama kwa upana zaidi hii situation na kuruhusu jambo liende kuchezwa. Unaelewa? Kwa hiyo kila mtu ana share yake ya lawama. Yanga ana share yake ya lawama, Simba na wenyewe wana share yao ya lawama. Kwa kila mtu anastahili lawama. Shukrani sana. Karibuni sana.